Ninaamini kwamba mitihani migumu zaidi maishani ni ile mitihani isiyotarajiwa inayokuja bila onyo lolote. Na huenda unakabiliana na moja ya hiyo leo. Moja ya ukweli wa kushangaza ambao tayari tumegundua katika maisha ya Ayubu, ambaye kwa njia bila shaka yuko karibu kukumbana na mateso yasiyotarajiwa, ya kushangaza na makali. Je, huu ni ukweli? Maisha yake ya kumcha Mungu hayakumlinda dhidi ya mateso, iliyaleta mateso. Sasa baadhi ya watu wanaweza kusema, ndiyo, lakini wingu hili la mateso lina mwangaza mkubwa wa fedha. Nimesoma sura ya mwisho na Ayubu anapata watoto 10 zaidi na kila kitu kinakuwa kizuri. Sawa. Hebu nikutie moyo, usikimbilie mwisho wa kitabu. Bado nakumbuka, ingawa Ayubu atakuwa na watoto zaidi baadaye, hatarudisha watoto anaotarajia kupoteza. Unaona, Ayubu hajui kilicho mbele yake. Kwa kweli hajui hata kuhusu mazungumzo haya mbinguni, ambapo shetani amemshtaki Mungu kwa kimsingi kumhonga Ayubu na vitu vizuri maishani ili Ayubu amwabudu yeye kwa kurudi. Ayubu hajui kile tunachojua, kwamba Mungu ameruhusu wingu hili la mateso kuingia, dhoruba hii, ili kutupa sisi sote katika historia ya binadamu. Hapa kuna mfano wa jinsi ya kushughulikia dhoruba za maisha. Basi hapa zinakuja mawingu ya dhoruba katika sura ya 1 na aya ya 14. Alikuja mjumbe kwa Ayubu na kusema, ng'ombe walikuwa wakilima na punda wakilisha kando yao, na Wasabea waliwashambulia na kuwachukua na kuwaua watumishi kwa upanga, na mimi peke yangu nimepona kuja kukuambia. Inaonekana majambazi kutoka kusini mwa Arabia walikuja na kuiba mifugo yake na kuua wafanyakazi wake wote wa shambani. Kabla Ayubu hajapata nafasi ya kuuliza swali, aya ya 16 inaripoti, wakati alikuwa bado anazungumza, alikuja mwingine na kusema, moto wa Mungu ulianguka kutoka mbinguni na kuchoma kondoo na watumishi na kuangamiza, na mimi peke yangu nimepona kuja kukuambia. Sasa hii lazima ilikuwa dhoruba ya moto ya ajabu, kwa sababu iliwateka na kuwaua kondoo wote 7,000 na wachungaji wote waliokuwa wakifanya kazi kwa Ayubu. Kabla Ayubu hajapata hata nafasi ya kupumua, mjumbe wa tatu anakimbia na kusema hapa katika aya ya 17, Wakaldayo walijipanga katika vikundi vitatu na kufanya uvamizi kwenye ngamia na kuwachukua na kuwaua watumishi kwa upanga, na mimi peke yangu nimetoroka kukuambia. Mashujaa hawa wakali kutoka Mesopotamia ya kaskazini walionekana kushuka ghafla na kuiba ngamia 3,000 na kuua chochote kingine kilichokuwa na uhai. Ni huyu mjumbe mmoja tu aliyefanikiwa kupona. Kwa hivyo Ayubu sasa ameweza kupoteza biashara zake, utajiri wake, wafanyakazi wake, na ikiwa anajaribiwa kufikiria kwa muda mfupi kwamba angalau bado ana familia yake, mjumbe wa 4 na wa mwisho anakimbia, bila shaka akilia na kusema hapa katika aya ya 18, wana wako na binti zako walikuwa wakila na kunywa divai katika nyumba ya kaka yao mkubwa. Na tazama, upepo mkubwa ulitokea jangwani na kugonga pembe 4 za nyumba, na ikaanguka juu ya vijana, nao wamekufa, na mimi peke yangu nimepona kukuambia. Sasa hii inaonekana kuwa ni mkusanyiko wa kila mwaka wa siku ya kuzaliwa, ambapo watoto walikusanyika kusherehekea kama tulivyotaja nyuma katika aya ya 4. Umeona huu upepo wenye nguvu, labda kimbunga, umeonekana tu kutoka mahali pasipojulikana, na inaonekana kulenga nyumba hii maalum na inaanguka. Ayubu, mjumbe anasema, watoto wako wote 10 wamekufa. Ni kama nguvu zote za mbinguni na duniani zimepanga njama dhidi ya mtu huyu mcha Mungu. Kwa njia, hakuna sauti ya kutia moyo inayozungumza kutoka mbinguni ikisema kitu kama, hey, jipe moyo Ayubu, shetani anajaribu imani yako, unajua, simama imara. Hapana, mbingu zitabaki kimya kwa muda mrefu sana. Labda sasa hivi unahisi aina hii ya mateso. Labda wewe ni kama mwanamke ambaye mume wake alimwacha kwa mwanamke mdogo zaidi.
Alikuwa na watoto wawili ambao sasa angewalea peke yake. Kisha wakati mahakama ilikataa kumpa malipo ya kutosha ya matunzo, aligunduliwa na saratani. Alilazimika kuhamia kwa wazazi wake wazee katika nyumba yao ndogo ya vyumba viwili yenye kipato kidogo na afya inayodorora. Alikuwa muumini mwaminifu. Alikuwa ndiye aliyekuwa akitembea na Mungu. Hakukuwa na sauti. Hakuna mwangaza wa matumaini ambayo anaweza kuona kuzunguka Wingu Lake. Pia labda ndivyo ulivyo leo. Vema, kulingana na simulizi hili, kila mmoja wa hawa wajumbe alikatiza mwingine walipokuwa wakitoa habari hizi za kuvunja moyo. Nilitoa saa ya kuhesabu muda na nikasoma ujumbe huu minne kwa kasi sawa. Ayubu aliwasikia na ilinichukua sekunde 39 wasoma wote. Hivyo ndivyo ilivyokuwa. Kwa sekunde 39 maisha ya Ayubu yalibadilika milele. Kwa sekunde 39 alijifunza kwamba amepoteza kila kitu. Sasa, kwa sababu tumepewa hadithi ya ndani ya mazungumzo kati ya shetani na Mungu, tunaweza kuwa na uhakika kwamba shetani na mapepo yake sasa hivi wanazunguka eneo hili, wanasubiri, wanatarajia tu neno la kukufuru kutoka kwa Ayubu. Neno moja dogo tu. Sasa inaweza kuwa ilikuwa mara moja. Inaweza kuwa ilikuwa masaa kadhaa. Lakini aya inayofuata, aya ya 20, inatuambia kilichotokea baadaye. Kwanza, kazi ilitokea na akararua vazi lake. Hii ni ile kanzu ya nje au vazi. Na kuirarua chini kama walivyofanya kulionyesha kwamba moyo wa mtu umevunjika. Kisha tunaambiwa hapa, alinyoa kichwa chake. Hii ilikuwa desturi ya kuonyesha kupoteza heshima ya kibinafsi, kuwa umevunjika kabisa, kuwa umenyenyekeshwa kabisa na hali. Naam, sasa shetani anatumaini. Sasa ni wakati ambapo Ayubu atainua ngumi yake kuelekea mbinguni na kumlaani Mungu asiyejali. Kimya. Aya ya 20 inasema alianguka chini na kuabudiwa. Alijitupa chini hapa na akaanza kumwabudu Mungu. Sasa kama wewe ni kama mimi, ungependa majibu, maelezo kabla ya kuanza kumwabudu Mungu. Lakini si Ayubu. Kwa kweli jibu lake linatupa angalau masomo mawili ya kutafakari kuhusu mateso. Kwanza, majaribu yasiyotarajiwa yanatukumbusha kile kinachojali sana maishani. Ayubu anasema hapa katika aya ya 21, uchi nilitoka tumboni mwa mama yangu na uchi nitarudi. Unaona, unazaliwa bila chochote mikononi mwako, na wakati wa kifo mikono yako inakuwa tupu tena. Na mateso yana njia ya kutenganisha, la muda na la milele. Wakati mambo yanaenda vizuri na mikono yetu imejaa, tunapoteza hicho kiini cha kiungu. Kama mwandishi mmoja alivyobainisha baada ya kimbunga, unajua, hakuna mtu anayekimbia barabarani katika mtaa akilia kwamba kifaa chake cha kuchimba visima kisicho na waya kimepotea au kwamba vifaa vyake vya gofu vimeoshwa na mafuriko. Hapana. Mateso yana njia ya kuondoa vidole vyetu kwenye vitu tunavyopenda ambavyo ni vya muda. Somo la pili ni hili. Mateso yasiyotarajiwa yanatukumbusha kwamba kila kitu tulicho nacho ni mkopo kutoka kwa Mungu. Ayubu anasema hapa mwishoni mwa mstari wa 21, Bwana alitoa na Bwana amechukua. Jina la Bwana lihimidiwe. Mstari wa 22 unamalizia kwa kusema, katika haya yote Ayubu hakutenda dhambi wala kumlaumu Mungu kwa makosa. Wacha nikuambie kitu. Ninapenda kufikiria kwamba sauti pekee ya laana katika ulimwengu siku hii ilitoka katika midomo ya Shetani, ambaye alikuwa imeshindwa
Na Ayubu anapolala hapa kwenye mavumbi, anasema kwa hekima kuu, Bwana alinipa kila kitu nilichokuwa nacho. Kilikuwa chake tayari, na ameamua kukichukua. Wapendwa, si lazima kuelewa mipango ya Mungu kabla ya kuinama mbele zake. Muda fulani uliopita nilipewa shairi ambalo nilijumuisha katika ujumbe wangu kwenye mazishi ya msichana mdogo wa miaka 4. Ushuhuda wa familia hii ulikuwa kama wa Ayubu. Waliziamini ahadi za Mungu ingawa hawakuwa na maelezo. Shairi linakwenda hivi: njia ya baba yangu inaweza kupinda na kugeuka, moyo wangu unaweza kudunda na kuuma, lakini katika nafsi yangu nina furaha, najua hafanyi makosa. Ingawa usiku ni giza na inaweza kuonekana kwamba mchana hautawahi kuchomoza, weka imani yangu yote yangu ndani yake. Yeye hakosei. Basi tuweke imani yetu na tumaini letu kwake kama hivyo leo. Basi hadi tutakapokutana tena katika safari hii ya hekima, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nanyi nyote. Amina.